Tukiendelea ni kwamba kufuatia tangazo la leo alasiri kwamba mgomo wa siku mbili wa sekta ya uchukuzi wa umma umesitishwa, shughuli za kawaida zilirejea katikati mwa jiji la Nairobi, huku maduka yakifunguliwa na magari ya uchukuzi wa umma yakirejelea huduma za usafiri. Uchunguzi wa runinga ya KBC Channel 1 katika vituo mbalimbali vya mabasi ulifichua kuwa shughuli za kawaida zimerejelea. Na jinsi mwanahabari wetu Timothy Kipnusu anavyotuarifu, Wakenya wametoa wito kwa serikali kupunguza bei ya mafuta na pia kushughulikia kikamilifu gharama ya juu ya maisha inayowazonga. Saa chache baada ya mgomo wa uchukuzi kusitishwa, hii ndio ilikuwa taswira kamili katikati mwa jiji la Nairobi. Jiji ambalo lilikuwa mahame sasa limerejelea hali ya kawaida. Uchunguzi uliofanywa na runinga ya KBC Channel 1 katika vituo mbalimbali vya mabasi ulibaini kwamba magari mengi yamerejelea shughuli za usafiri, licha mengi yao yamepandishwa nauli. Kesho tutategemea fare ikuwe 20 bob sasa, sababu umesema imeshuka. Sina gari, sina mkokoteni, sina pikipiki, lakini fare inahitajika ni ishuke bei. Hata hivyo, baadhi ya Wakenya walionekana kughadhabishwa na uamuzi uliofanywa na wadau katika sekta ya uchukuzi kusitisha mgomo wao. Tangu asubuhi nifika hapa hivi hakuna kazi hata moja nimeweza kubeba, sasa niko njaa. Na ambapo mtoto ananitegemea, mama anategemea nyumbani, lano tako hapa, nyanya iko hapa hivi, lazima ninunue nikule chakula. Jana kulikuwa na hasara mingi sana hapa, kuna magari ambayo zimechomwa, hasa ile gari ambayo mimi nilikuwa nayo, madirisha zote zilikuwa zimepomolewa na watu waliingia karibu wachome. Gari ikatoroka pale bila kioo hata moja. Iwapo tena wametumia wengine, kulikuwa na hasara hadi ya simu, angalia simu yangu vile kulikuwa. Unaona vile kulikuwa. Na tuko na jeraha zingine kwa miguu. Baadhi ya wakazi jijini waliridhia hatua ya mashirika husika ya kushirikisha katika mashauriano ya ngazi ya juu ambayo yanadhamiriwa kupunguza bei ya mafuta humu nchini. Nimekuwa na wasiwasi, asubuhi nimeshinda hapa, hatujakuwa na usafiri wowote umeweza kufanyika, lakini sasa hivi nimefurahi, ninashukuru serikali iweze kushikilia hapo, watuchali maslahi yetu tu. Wanapoangalilia mambo ya petroli, wajue si petroli peke yake, ni uchumi kijumla. Chakula bado tangu vitu zimeanza kupanda, hakuna chakula bado haijashukishwa. Kiangalia tu watu wengi wako stress. So kwa hivyo sasa hata sio kuhusu mafuta peke yake, kiangalia hata maisha kawaida tu imeharibika sana. Kabla ya mgomo huo kusitishwa, wakazi kadhaa walisimulia jinsi walivyoghadhabika walipokuwa wakijaribu kufika kazini. Nimetoka Eastleigh, nimetafuta gari za kukuja town, nimekosa kabisa, hakuna gari za kukuja huku. So nimetembea all the way from Eastleigh to town hoping tapata gari. Nimefika town hapa hivi Kencom, bado napata station ile bado hakuna gari za transport, nafaa kutoka hapa nifike Karen. Hii challenge ya leo yenye tumepata ni kitu yenye imetuaffect sana, because number one, ku access transport services from mali natoka to the CBD imekuwa ni shida. Imebidi leo nitumie niombe transport service ya mtu mwingine, a personal vehicle yenye imeni cost 500 shillings from a place that I've been using 100 shillings to. Nimekuwa na challenge, nilifika tao around 1 am na nafaa ku travel tena niende hadi Ruiru ndo tena nirudi home, but now siwezi travel tena juu ya challenge ya magari. Hakuna gari inaweza toka hapa iende za hiyo Thika Road, so siwezi manage kutoka town. Nimefika hapa town by 6 na unfortunately sijapata gari, kwa stage hakuna gari. So nilikuwa nauliza aje government kama inatupea kazi, especially nafanya kwa affordable housing. So nilikuwa nauliza kama mtafanya hii kazi inaenda juu, mafuta inaenda juu. So how will you benefit from affordable housing? Baada ya mazungumzo kufanyika baina ya serikali na wadau katika sekta ya uchukuzi kuafikiana kusitisha mgomo kwa siku 7, sasa kilio cha wenyeji ni kwamba ahadi hiyo ya kutuliza boli na kupunguza bei ya mafuta iweze kusikizwa ili wananchi na kupanda kwa gharama ya maisha iweze kutiliwa mkazo. Timothy, Darubini, Nairobi.